Uhali gani mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ukristo na vijana au ujana na Ukristo? Karibu katika kipindi cha leo, ikiwa ni kipindi chetu cha 3 siku ya leo. Nikukaribishe basi tuungane katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki unapata nafasi ya kumtafakari Mungu kupitia mambo mbalimbali ambayo yanawakuta vijana katika maisha yao. Lakini pia katika meza hii huwa tunakutana na watumishi wa Mungu mbalimbali kutoka madhehebu mbalimbali ambao kwa ujumla wake huwa tunazungumza na kumtafakari Mungu katika mambo yanayohusu vijana kupitia katika neno la Mungu, hasa mambo mbalimbali ambayo yanawasibu katika maisha yetu ya kila siku. Na leo ninaye mgeni hapa, mtumishi wa Mungu, mchungaji Chikoga, ambaye siku ya leo nitazungumza naye. Na tunazungumza nini basi? Mada yetu ya leo inasema hivi: kijana afanye nini kabla ya kuingia katika maisha ya mahusiano au katika maisha ya ndoa? Hiyo ndio mada yetu ya leo. Basi nimkaribishe mgeni wangu, mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Nikushukuru kwanza. Sawa. Kwa ajili ya nafasi hii. Ndio. Lakini pia nijitambulishe. Majina yangu ninaitwa Kasisi Peter Hodram Chikoga. Ninatumika kanisa Anglican Tanzania, Dayosisi ya Dar es Salaam. Lakini nipo mtaa wa Mtakatifu Augustino wa Hippo pale Tuangoma. Karibu sana. Asante. Na niende moja kwa moja kabisa. Mada yetu. Bila shaka. Kijana afanye nini kabla hajaingia kwenye ndoa? Na kijana kama Mkristo. Na tukianza kwa utangulizi, Bwana Kishindo, swala la ndoa kwa nyakati za sasa limekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu safari ndefu katika maisha ya mwanadamu siku zote huwa yanakuwa na furaha pale anapofikia kwenye hatua ya kuwa na ndoa na familia iliyo bora. Lakini kwa nyakati za sasa tunaona vijana wengi sana wanapoingia kwenye ndoa, ndoa zile hazidumu. Miaka miwili, miaka mitatu, mwezi tunasikia watu hawa wameachana. Na ni tofauti na zamani. Zamani ilikuwa wazee wetu wale waliishi kwenye ndoa zao. Mimi ni shahidi, tulishuhudia sherehe ya kutimiza miaka 80 ya ndoa kati ya babu yetu na bibi mzaa baba. Miaka 80, sio ya umri, ndoa. Umri wa ndoa 80. Lakini si nyakati za sasa. Ndoa zimekuwa hazidumu kama ilivyokuwa zamani. Hii inatokana na mmomonyoko wa maadili. Mmomonyoko wa maadili. Na tunapozungumza maadili ni ule mwenendo au tabia njema inayokubalika katika jamii fulani. Na maadili haya kwa nyakati za sasa yameporomoka sana. Na viko vitu vilivyosababisha maadili hayo kuporomoka. Karibu. Maadili, lakini pia maadili ni seti ya mambo ambayo yanamuelekeza mwanajamii atende katika namna ambayo inamjenga yeye na jamii kwa ujumla bila kusababisha mgongano kabisa. Na hayo ndiyo maadili. Kwenye Biblia tunasoma kwenye Mwanzo ile 2:18, 21 na 23. Biblia inasema hivi. Ngoja nisome na hapa nitoe msisitizo kwamba Biblia ni muhimu sana kabisa kuwa nayo. Na sijazungumzia Biblia zilizowekwa kwenye simu. Sawa kabisa. Ninazungumzia Biblia hii. Kitabu cha Biblia. Kitabu cha Biblia. Ni muhimu sana kwa sababu nyakati za sasa watu wanatembea na kila kitu kimewekwa kwenye simu. Kabisa. Lakini tambua kijana unayenisikiliza hapa kwamba siku moja aliyetengeneza hii simu atakuja tu kuikorofisha, alafu wakati huo umeachana na kitabu. Tayari utakuwa umesha kwisha. Kwa sababu mpango wa Ibilisi ni kuhakikisha tunaondoka kwenye kitabu alafu tunakuja kidijitali, ambapo kwenye
kwenye dijitali kuna wakati hivi vyombo vitakorofisha. Halafu umeitupa Biblia yako. Ni muhimu sana kuwa na Biblia. Kwa hiyo Mwanzo, kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo, sura ile ya pili, aya ya 18 anasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. 22, na ule ubavu waliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamke ametwaliwa kutoka kwa mwanamume. Ametoka kwenye mbavu. Na ndio maana kwa wale wanaofuatilia katika uumbaji, mwanamke ana mbavu nyingi kuliko mwanamume. Ni kibibilia kabisa. Kwa sababu Mungu ndicho alichokifanya kile. Mmomonyoko wa maadili ni ile hali ya kukiuka kwa maadili ya jamii fulani. Unapokiuka, manake tayari umetoka nje ya maadili hayo katika jamii fulani. Na watu tangu zamani wametoa maadili kwa namna maalum kulingana na dini, utamaduni, lakini falsafa. Ndugu yangu Kishindo, uhalisia wa ndoa na maisha kwa sasa haupo kabisa. Watu sasa hivi 100% kubwa wanaona ili mradi tu kutimiza matamanio yao tu anaingia kwenye ndoa. Lakini tukumbuke, ndoa ina misingi yake na ndoa ina kanuni zake. Wanasema kwamba wanaenda kutoa nuksi kwenye ndoa. Hiyo sio sahihi. Huwezi kutoa nuksi kwenye ndoa. Nikatoe nuksi kwenye ndoa. Hapana. Ndoa ina kanuni zake. Na vijana wengi wanaingia kwenye ndoa pasipo kupewa ile misingi, pasipo kujua zile kanuni za ndoa. Hutaki tu kuingia. Kwa sababu swala la ndoa ni swala nyeti sana. Tofauti na watu wanavyolichukulia kwa sasa. Unakuta mwanamume anakutana na binti kwenye mtandao. Tena hiyo ndio shida kubwa sasa hivi. Halafu kule kwenye mtandao kunazaliwa mambo. Kunazaliwa mambo. Mwisho wa siku wale waliokutana kwenye mtandao hawajawahi kuchunguzana. Wanakutana tu tayari, prosesi za ndoa zinachukuliwa. Watu hawa hawajajifunza kwa kila mmoja kumstadi mwenzake. Ni changamoto kubwa sana. Mwanamke anaona umri unakwenda, anataka tu yeye naye aitwe mke wa fulani. Lakini pia unakuta na mwanaume vivyo hivyo, amechoka kujipikia Kishindo. Kabisa, kuingia jikoni kupika. Kwa hiyo analazimisha kuingia kwenye ndoa ili tu apate mtu wa kumpikia. Lakini ndoa ni zaidi ya kupikiwa. Kijana unayenisikiliza, watu wengi nyakati za sasa wanaona waingie tu kwenye ndoa ili wafanye maonesho, hasa katika mitandao ya kijamii kama nilivyosema. Marafiki wajue kwamba fulani naye ameoa. Hakuna tena maadili. Marafiki wajue binti fulani ameolewa, lakini hakuna maadili. Kila mmoja bado anatamani kutangatanga na mambo ya dunia. Kwa hiyo unakuta anaingia kwenye ndoa, lakini yale mambo ya dunia bado yako. Hajayaacha. Anakwenda nayo. Na kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya 2 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Mtu akiipenda dunia, moja kwa moja kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Hakuwezekani. Na sisi tukumbuke, tumezaliwa kwa mfano na sura ya Mungu mwenyewe.
kama kijana unayenisikiliza, mahusiano yako wewe na Mungu ni ya muhimu sana. Kwa sababu Mungu ndiye atakayekusaidia au kukuelekeza namna ya kupata mke bora au mume bora. Si tu upate bora mke au bora mume. No. Bali ni mke bora au mume bora. Na kwa sababu maandiko yanasema hivyo kwamba mke mwema mtu hupewa na Bwana. Na Bwana. Hapewi kutoka kwenye mitandao. Hapewi kutoka kwa wazazi. Hapewi kutoka kwa ndugu fulani. Anapewa kutoka kwa Bwana. Lakini pia nyakati za sasa vijana wengi wamemwacha Mungu. Ndio. Wameacha misingi ya kiimani. Wameiacha kabisa. Wakati Biblia inasema kwenye Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Vijana wengi leo wanapambana na yale ya kuzidishiwa badala kwanza kutafuta ufalme wa Mungu. Ukiutafuta ufalme wa Mungu utakuongoza kwa sababu una kanuni za kwake. Mmomonyoko wa maadili umesambaa kwa kasi sana kwa nyakati za sasa, hasa kwa vijana kuliko wazee. Japokuwa kwa sehemu pia na kwa wazee wetu na wenyewe wamo kwenye kuvunjika kimaadili wamo. Tunashuhudia unakuta mzee kabisa, mtu mzima wa makamo yake, lakini unakuta anaweka urafiki na mabinti wadogo. Ni kweli. Mabinti wadogo. Unakuta mzee anamuita binti mdogo baby. Maadili yameporomoka. Lakini vijana kwa asilimia kubwa mmomonyoko wa maadili upo kwao. Na hii yote ni kwa sababu ya nini? Jambo la kwanza, kishindo, ni utandawazi. Utandawazi ni hali ya mabadiliko katika nyanja mbalimbali za maisha kwa mwanadamu, kama vile siasa, uchumi na kadhalika. Ilikuwa na mfanano mmoja, watu wanapambana kuwa na mfanano mmoja. Lakini mabadiliko hayo yamechangia kwa kiasi kikubwa sana kuporomoka kwa maadili. Siku hizi vijana wamekuwa watu wa kujifananisha na maisha ya watu wa nchi zingine, na wao wanataka kuishi kama wale wanavyoishi. Tunaiga. Wakati wao wana tamaduni zao na sisi tuna tamaduni zetu. Kwa mfano mzuri tu nikupe. Kuna wakati ziliingia aina fulani ya nguo kwa vijana na zinavaliwa mpaka na kwa mabinti. Sio zile kutoboka. Hizo kishindo. Hizo kumbe unazielewa na kuzikumbuka. Unakuta zimechanwa zile. Zimechanwa. Miaka ya zamani ilikuwa ile nguo ya kutupa, lakini siku hizi ndio inavaliwa. Kishindo. Yaani ni hatari. Imechanwa hapa. Sasa kwa mabinti unakuta haijachanwa hapa kwenye goti. Imechanwa hapa juu. Mabinti imechanwa kwenye mapaja. Tunaeleza ukweli huo kwa sababu ndio tunaouona kabisa. Kwenye mapaja huko unakuta nguo imechanwa, alafu binti akivaa anaona ndio ametokelezea. Kumbe ni mpango kamili wa shetani kwa ajili ya kuwafanya vijana wasiingie kwenye ndoa, au hata wakiingia kwenye ndoa wasiweze kudumu. Utandawazi. Mungu atusaidie sana. Mimi ninayesema na wewe ni kijana mwenzako, lakini kama unavyoniona kwamba ni mtumishi wa Mungu. Ndio. Lakini utumishi haujaja tu. Kuna mahali ulianzia. Yes, ulianzia. Lakini pia si kwamba nilizaliwa nikiwa hivi. Ndio. Kuna mahali nilipita, lakini nilifika wakati nikasema no, maisha haya basi sasa nikae na Mungu. Na tangu nimekaa na Mungu sijawahi kujuta mpaka leo. Kijana, nikwambie tu, kuwa na Mungu, kuwa ndani ya Yesu ni raha kweli kweli. Na hakuna kitu kizuri, ndio chanzo cha kila kitu. Mimi huwa ninasema siku zote, kitabu hiki ndio mwongozo wa maisha ya mwanadamu. Ndani yake humu kuna kila kitu. Yale ambayo ni mabaya hutakiwi kuyafanya, umeelezwa humu. Yale yaliyo mazuri unatakiwa kuyafuata, yameelezwa humu. Kwa kijana mwenzangu, badilisha mfumo wa maisha yako. Mgeukie Mungu. Mtumishi, haiwezekani kwamba inawezekana
miaka sasa vijana wanaingia kwenye mahusiano pia wakiwa wadogo zaidi, ambayo inasababisha pia hata akiingia kwenye ndoa ndio anakuwa hana hamu ya kuwa na ndoa kwa sababu tayari ashaanza mapema kwenye. Ni kweli. Unachozungumza uko sahihi. Na hiyo yote tunarudi pale pale kwenye maadili. Mmomonyoko wa maadili. Kwa sehemu kubwa pia wazazi asilimia fulani wamechangia. Unakuta nyakati za sasa Kishindo, mimi na wewe tutakuwa ni mashuhuda wazuri. Nyakati za sasa wazazi hawako makini na watoto. Mzazi anatoka saa 10 alfajiri kwenda kazini. Anarudi saa 6 wakuta wamelala. Kwa hiyo anatoka wamelala, anarudi wamelala. Muda gani huyu mzazi amepata nafasi ya kusema na watoto? Watoto wanaachiwa wafanya kazi nyumbani. Kwa hiyo hii imechangia, unakuta anafika binti au kijana umri mdogo kabisa anajihusisha na mambo ambayo si wakati wake. Biblia inasema, kuna mahali Biblia inasema kabisa kwamba msiyachochee mapenzi mpaka wakati wake utakapofika. Lakini si nyakati za sasa. Hapana. Nyakati za sasa unakuta mtoto mdogo anapelekwa shule, tayari ana laptop, tayari ana simu janja. Na humu anakutana na kila kitu. Na wala mzazi ulizi. Kwenye utandawazi katika mambo ya kijamii, kwenye mitandao ya kijamii anakutana na kila kitu. Nyakati za sasa Kishindo, watoto wanatushinda kwenye kujua mambo. Wanajua zaidi kuliko mzazi. Mzazi wakati ule ukawa nyumbani unahangaika kutafuta kitu fulani, alafu mtoto akagundua kwamba baba kuna kitu anatafuta, alafu ghafla utamwona anakuja anakuambia hiki hapa unachokitafuta baba, hiki hapa. Unabaki unashangaa. Kishindo ni hatari. Ni hatari. Tunahitaji kwa kweli kubadilika. Wazee wetu wa zamani walikuwa makini sana kwenye hilo. Wanahakikisha wanapata muda na watoto wao. Nyakati za sasa hivi Kishindo, sisi nyakati zetu tunasoma, unakwenda shule na fagio, na jembe, na dumu la maji, inawezekana na upanga au na fyekeo. Lakini sasa hivi hamna. Mtoto anakwenda na madaftari, mchaka kwanza hamna. Hakuna mchaka. Hamna. Mtoto akifika shule Kishindo, hata kufagia hafagii. Kuna walioajiriwa kufagia, kuna walioajiriwa kukaa nao bwenini, sijui kama anakaa boarding. Kuna ameajiriwa afue nguo zake. Na wazazi sasa tumefuata nyendo hizo. Mtoto akirudi shule tunasema amechoka, anatakiwa kupumzika. Siku moja nilikuwa naongea na watoto fulani. Naongea sisi wakati tunasoma tulikuwa nafanyia ukaguzi kuanzia meno, kucha, nywele, sijui. Mkifika pale mtasimama mstarini. Mwalimu anapita kukagua kama ni meno moja baada ya lingine. Nilikuwa namkumbuka mwalimu mmoja ambaye alikuwa ukikenua jino kama hujamaliza tu labda kofi na uso. Hapo ujue jino lako halijasafishika. Sasa na kwa kwetu sisi kijijini tulikuwa tunatumia miti kusafishia meno. Uko sahihi. Siku hizo watoto hayo mambo hawayapati. Hamna cha si ukaguzi wa meno shuleni. Nywele hata ameenda hajachana, hamna atakayeuliza. Hakuna. Sasa ni wapi tunaelekea? Ni hatari. Yani kwa sababu na ukumbuke watoto ndio taifa la kesho. Kwa unaweza ukaona taifa linalotengenezwa. Lakini kama wazazi tusipokuwa makini kuwarudisha watoto kwenye mstari, tutajikuta tunakuwa na kizazi ambacho ni hatari sana. Kwa jambo la kwanza nimesema utandawazi. Kwenye mambo ya kijamii, vijana wamekuwa watu wa kujifananisha kama nilivyosema. Tuache tabia ya kuiga maisha ya watu wengine ambao wana maadili yao. Watanzania hatunaga maadili ya kuvaa nguo zilizochanika. Hatuna. Nakumbuka mimi wakati wa nyuma huko, nikiwa kijana ambaye nilikuwa nafikiri ninatesa maisha, kumbe ninateseka. Nilikuwa ninavaa suruali hapa. Yani kabisa chini kabisa. Nikitembea kwenye makalio nikitembea ni kama vile nimejisaidia kwamba nina mzigo hapo, kumbe ni maisha ya kuteseka. Kijana wa namna hiyo unadhani akiingia kwenye ndoa atakuwaje? Kijana wa namna hiyo akiingia kwenye ndoa ni hatari. Hiyo ndoa haiwezi kudumu. Hiyo ndoa haiwezi kutawaliwa na amani, furaha na upendo Kishindo. Kwa sababu unataka ndoa itawaliwe na amani, furaha, upendo. Kwanza kabisa
kiongozi aitwaye mfalme wa amani ambaye ni Mungu aliye hai aingie kwenye hiyo nyumba. Sasa Mungu hawezi kuongoza kijana mwenye tabia za namna hiyo. Mimi nimetokea huko, kuvaa suruali hapa Mlegesho wanasema, kuvaa kama unakumbuka zile singlet zimekuzidi umri kubwa na kiatu likubwa mguuni. Na wakati huo Kishindo, mimi unajua nimesoma shule za boarding. Kwa ninafanya hivyo vituko, niko huko boarding. Alafu nikirudi nyumbani nilikuwa ninajua kuact kweli kweli. Mimi mtoto wa mchungaji pia. Nilikuwa najua kuact kweli kweli. Nikitoka nyumbani nafanya vitu vya ajabu huko. Nikirudi nyumbani hakuna mtu anajua kama nina vitu vya ajabu. Lakini mwisho wa siku huwezi kumficha Mungu. Unaweza mficha wazazi, unaweza ficha mwalimu mkufunzi wako, unaweza ficha rafiki jirani, lakini huwezi kumficha Mungu. Lakini jambo la pili Kishindo linalochangia kubomoka kwa maadili, teknolojia. Teknolojia, usambazaji wa teknolojia na mawasiliano katika hali ya kurahisishwa kwa nyakati za sasa tofauti na zamani. Aina mbalimbali za mitandao ya kijamii kumekuwa ni changamoto kubwa sana. Teknolojia. Vijana muda mwingi wanautumia katika kuperuzi. Kishindo, kijana wa sasa hivi anaweza akamaliza masaa 12 yuko kwenye simu. Ashinda kwenye WhatsApp, pala amie Facebook, amie Twitter, Instagram. Yuko pale. Wakati mwingine anasahau hata pembeni kuna mtoto hapa kabisa. Kwa sababu humo ndani anakutana na mambo ya ajabu mle ndani. Muda mwingi anautumia kufuatilia habari za wasanii. Inawezekana wasanii wa nyimbo za kidunia ambazo wakati mwingine unakuta hakutakiwa kupoteza muda mwingi sana, kwa sababu kumbuka kijana unayenisikiliza na kuniangalia hapa leo, muda huo unaoupoteza kumwangalia msanii, ambapo yule unayemwangalia kuna kitu anaingiza, lakini wewe upati chochote. Hiki ni kitu ambacho vijana wengi hawajakiangalia. Lakini pia vijana wengi wanaingia kwenye vitendo vilivyo viovu, vilivyo vibaya kwa ajili ya mitandao ya nini? Ya kijamii. Kishindo, tuseme ukweli kabisa. Vijana wengi nyakati za sasa wamekumbwa na wimbi la kuingia kwenye mitandao ya kijamii kutazama video chafu. Tutaeleza huo ni ukweli. Video chafu. Kishindo, nyakati zile kwa wazee wetu iko kitu kilikuwa hata kujulikana huwezi kujua. Lakini cheki sasa hivi. Ndio maana hata miaka hiyo tulikuwa tunaambiwa kwamba mama kaenda kununua mtoto hospitali. Sisi tunajua mtoto ananunuliwa hospitali. Lakini miaka ya sasa huwezi kumwambia mtoto miaka 5 mtoto ananunuliwa. Hakuna. Watoto sasa wanajua mtoto anatoka hospitali. Sasa mtumishi, kwa kuwa muda wetu unakimbia sana. Hebu twende sasa ufanye kama unasama yale ambayo yamebakia. Amina. Kwa sababu yani topic yetu kubwa kabisa kijana afanye nini? Ndio. Ni kuongezea mambo machache alafu twende kwenye eneo hilo. Eneo la 3 ni wazazi kutotimiza wajibu wao. Lakini eneo la 4 makundirika. Makundirika yamechangia sana katika mmomonyoko wa nini? Wa maadili. Okay, hasa kijana afanye nini? Njia za kumsaidia kijana kutatua mmomonyoko wa maadili ni kuelimisha vijana. Kuelimisha vijana juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, lakini pia kuweka adhabu kwa watakao kiuka sheria au kutenda mambo yasiyo kuwa na maadili. Jambo la 4, kutoa hamasa kwa taasisi hasa za dini, watumishi wa Mungu juu ya msisitizo wa maadili na malezi ya watoto. Lakini jambo la 5, kuhamasisha vijana kujiajiri Kishindo ili kuepuka matumizi mabaya ya muda, matumizi mabaya ya muda. Na asilimia kubwa kwa vijana wa leo kuingia kwenye ndoa pasipo kujua misingi. Ngoja twende kwenye moja kwa moja sasa kwenye swali letu. Kwenye swali letu. Nini kifanyike? Kishindo. Kwa kijana kabla hajaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza ni kujitathmini. Hili ni jambo la kwanza. Kijana mwenzangu unayenisikiliza, mimi ni kijana ambaye nimebakiza miaka michache sana kuondoka. Kwa sababu kumbuka ni miaka 10
8 mpaka 45. Mpaka 45, naam. Nimebakiza miaka chache sana, ninaondoka hapo. Kujitathmini kwa maana ya kujijua kwamba wewe ni nani na unataka aina gani ya ndoa. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ukiwa ndani ya Mungu na yeye akiwa kiongozi wako. Jambo la kwanza, kujitathmini. Kujitathmini. Unataka ndoa ya aina gani? Je, upo tayari kuacha mambo ya kitoto? Vijana wengi sasa hivi wanaingia kwenye ndoa kishindo na mambo ya kitoto. Wanadhani kule kuna shughuli ndogo. Lakini pia kishindo nyakati za sasa, na wazazi na wenyewe wamewalea watoto wao malezi mabaya sana. Mtoto mpaka anakwenda kwenye ndoa, mzazi bado anamsaidia. Kujitathmini. Upo tayari kuachana na mambo ya kihuni? Upo tayari kuacha starehe? Upo tayari? Upo tayari kukabiliana na misukosuko na changamoto za ndoa? Umejiandaa kuwa baba? Ni swali muhimu sana. Umejiandaa kuwa na familia? Umejiandaa kuwa mama? We binti unayenisikiliza hapa, upo tayari kushirikiana na mwenzako kwa hali zote? Kwa jambo la kwanza, kujitathmini. Kujitathmini. Mimi ninakumbuka wakati niko kwenye hatua hizo za urafiki kuelekea kwenye ndoa. Baada ya kupeleka mahali, ndugu zangu wainiambia unaweza kufunga ndoa wakati wowote, lakini kishindo. Mimi niliwaambia baada ya miaka mitatu. mitatu. Baada ya miaka mitatu ilinisaidia kujua nini? Je, huyu ni sahihi kwangu? Lakini sasa hivi uchumba leo, kesho ndoa. Jambo la pili ni kuingia kwenye ndoa na mtu mwenye utu na hofu ya Mungu. Hiki ni kitu kikubwa sana na cha muhimu sana. Usikurupuke. Lazima ujue huyu mtu ana utu ndani yake. Huyu mtu ana hofu ya Mungu kabla hujaingia kwenye ndoa. Kwa sababu ni afadhali uvunjike uchumba kuliko kuingia kwenye ndoa itakayotawaliwa na magomvi miaka yote hatimaye kuvunjika. Mimi huwa nawaambia vijana, ni heri uvunje uchumba kuliko kuingia kwenye ndoa inayokwenda kuvunjika. Waswahili unasema bora ukosee njia lakini usikosee kuoa. Kabisa. Kishindo, ili ni jambo la muhimu sana. Amina. Hakikisha wewe mwenyewe unakuwa mtu sahihi, ndipo utafute aliye sahihi kwa ajili yako. Amen. Watu wengi wanatafuta walio sahihi, lakini wakati mwingine wao sio sahihi. Tafuta mtu ambaye tatizo lako litakuwa lake na la kwake litakuwa la kwako. Mtu asiye na tamaa za kijinga. Mtu ambaye kweli ameamua kwa dhati kuishi maisha ya ndoa na si kutamani sherehe. Watu wengi nyakati za sasa, vijana wanatamani kuingia kwenye sherehe. Wafanye sherehe. Wapate mali. Jambo la tatu, kabla hujaingia kwenye ndoa kijana, hakikisha unapata elimu ya kutosha juu ya taasisi hii ya ndoa. Na siku hizi elimu ziko nyingi, na zingine zilizo sahihi na nyingine zisizo sahihi. Hiyo yote ni mambo ya mitandao. Na watu wapo humo wafundishaji. Alafu mtu anafundisha wakati yeye mwenyewe ndoa hana. Yes. Kishindo ni hatari sana. Mungu atusaidie sana. Kwa sababu hao wafundishaji wakati mwingine hana ndoa, lakini yuko humo. Ni mwalimu. Ni jambo la kuwa nalo makini sana. Kwa kupata elimu ili kuifanya ndoa yako kuwa salama na yenye nguvu, ni muhimu sana kupata elimu ya kutosha. Kwa sababu Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Kijana, pata maarifa juu ya ndoa. Amen. Kabla haujaingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Unapoletewa fursa za kujifunza kuhusu mahusiano kuelekea kwenye ndoa, ni muhimu ushiriki kama kijana. Katika mafunzo hayo utakutana na maarifa ya kutosha yaliyo sahihi juu ya ndoa. Jambo la 4, kabla ya kuingia kwenye ndoa, tambua kuwa sherehe ya harusi ni ya siku moja. Naam. Lakini ndoa ni ya maisha yote. Na hamna kurudi nyuma. Wakristo tunasema mpaka kifo kitakapowatenganisha. Lakini si sasa hivi. Cheki sasa hivi ndoa zinavyo leo kesho. Yaani leo kesho. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye ndoa,
Jambo la 5, ukitaka kitu ambacho hakijawahi milikiwa na mtu yoyote, ni lazima wewe ufanye jambo ambalo halijawahi kufanywa na mtu yeyote. Hiki ni kitu cha msingi sana kijana. Kwa hiyo usikurupuke kabla hujaingia kwenye ndoa, zingatia haya mambo. Tambua pia Mungu akitaka kukubariki hukuletea mtu, na shetani pia akitaka kukuangamiza hukuletea mtu. Usikubali shetani akuletee mtu atakaye kuangamiza, bali kubali Mungu akuletee mtu ambaye atakaye kubariki wewe na maisha yako. Mtumishi, nilikuwa nashindwa kuingilia kati kuuliza maswali kwa sababu kila nilichokuwa natamani kusikia, ndio sehemu ya mwisho ni kama imefunika kila kitu. Sawa sawa. Kwa hiyo kutokana na muda wetu pia naona muda pia nao umetutoka. Ndio. Hatuna nafasi ya kuweza kuendelea, lakini nitatamani siku nyingine tuwe na sehemu ya pili. Sawa. Ya jambo hili. Ni somo pana sana. Ni somo pana ambalo linahitaji muda wa kutosha. Ndio. Mimi niseme tu msikilizaji unayotutazama hapo au mtazamaji ambaye uko pamoja na sisi. Hii ni sehemu tu ya kipindi hiki ambacho kinaitwa Ukristo na Ujana. Ndio. Na kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kumtafakari Mungu kupitia mafundisho mbalimbali juu ya maisha yetu ya kawaida ambayo yanatuzunguka. Leo tulikuwa na mtumishi wa Mungu. Nadhani umesikiliza na umepata ya kutosha. Ndio. Lakini bado nitaomba nafasi sehemu ya pili ya hili jambo. Amen. Tuje tulifanye na tuweze kuwa na watu waweze kuelewa zaidi kwamba kabla hujaingia kwenye ndoa nini unapaswa kufanya. Yes. Hapo umezungumza kwa ufupi zile pointi 5. Yes. Lakini naamini ziko zaidi ya hizi. Ziko nyingi sana. Basi mimi nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye tuko naye siku ya leo. Amen. Na kwa sababu ya wakati wetu tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Channel 10 Plus. Amen. Mungu nakubariki sana, tuonane wakati mwingine. Amen.